subscribe to my channel. And also press this bell icon. KMC zidi ya Kagera Sugar, lakini mmeibuka na ushindi. Kwanza ulikuwa ni mchezo aina gani pengine kwa haraka haraka? Mchezo ulikuwa mtamu, mchezo mzuri sana. Tumekuja kuangalia burudani. Kagera Sugar wamekuja kupambana. Washa korofuka unajua. Wapo sehemu ya wafu, lakini leo wamekuja kuonyesha uwezo wake. Kwa hiyo ukubwa wetu umefanya tupate matokeo. Na si leo tulikuwa tunacheza na tahadhari kidogo. Ili mradi wachezaji wasipate Kagera leo wamekuwa tofauti sana. Pengine kuna kitu ambacho Kagera wamekuja nacho leo, lakini maneno pia yamekuwa yanazungumzwa kwamba Kagera huenda kuna watu walikuwa nyuma yao kuwapush kwenye hiyo. Kwani kuna siri? Simba akicheza na timu na haswa ikiwa inatakiwa kwamba ile timu itoe matokeo, basi lazima kuwe na kitu. Hawa leo waliahidiwa draw milioni 25. Waliahidiwa draw milioni 25. Kwa hiyo ina maana wamekuja kuipambania hiyo milioni 25. Lakini wakaahidiwa 50 ushindi. Wamekuja kuipambania, lakini ndio ukubwa wa Simba, na toka tulipotoka timu nyingi zinaahidiwa hawakuweza kupata. Simba ya ubaya ubwela iko moto sana. Kwa hiyo unacheza na hawa watoto wadogo, tunasemaga tu sungu msungile mdodo, mkulumiago usunguliliana. Kumchungulia utamchungulia mtoto mkubwa mwenzako. Kwa hiyo tumekuja tumemchungulia, tumemaliza, tunashukuru Mungu. Simba wametumia kauli ya mchezo wa mwisho nyumbani kufunga msimu wa 2024 2025. Hii kauli Mzalamo kwako umeielewa ama umekuweka dilema? Kwa nini nisielewe? Ndio mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu. Kwa hiyo ilitakiwa wana Simba tukusanyike kwa wingi, na kiukweli tumekusanyika kuaga wachezaji wetu katika mchezo tunaoingiza mapato. Mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu, na wana Simba wengi wamekuja kwa wingi kuhakikisha tunamaliza mchezo wa mwisho wa nyumbani. Mchezo wa mwisho wa nyumbani huu ndio mchezo wa mwisho wa nyumbani. Taswira ya dabi ya Kariakoo ni dabi, ni mchezo ambao unafuata. Mashabiki mlibuka mkasema kwamba hamchezi dabi. Vipi kwako Mzalamo? Dabi ipo pale pale ama wewe unasemaje kama mshabiki lakini mwanachama pia? Unajua watu tunatofautiana. Mimi sijui kaushawahi kunisikia nasema dabi hatuchezi. Mimi dabi siogopi. Mimi naitaka dabi ili mradi nimfunge, kwa sababu nione Kayoko alikosea wapi. Na naikuta Simba hii ya moto. Nataka akakabwe Mpanzu, akakabwe Mutale. Umeona? Kila mtu nione uwezo wa timu yao, kwa sababu mimi naamini timu yao ni dhaifu. Timu yao ilikuwa miaka miwili nyuma ndo nzuri. Umeona? Miaka miwili nyuma ndo kidogo ilikuwa nzuri. Lakini hii sasa hivi dhaifu, hakuna kitu. Wachezaji wengi wameshuka kiwango. Hiyo na hata ukiona tukiwa tunakwambia tu wewe mwenyewe unajua kuondoka kwa Aziz Ki hawakuweza kumzuia ni kwa sababu wa kiwango. Hamna mtu asiyojua kwamba Aziz Ki wa miaka miwili nyuma sio Aziz Ki wa sasa hivi. Aziz Ki alikuwa nje ya 18, lazima muambiane asipige huyo, asipige huyo, zuia mguu wake ili asipige. Na wa sasa hivi hata pale akipata nafasi akipiga aiza mnazi au mpira umeenda vibaya, lakini yule alikuwa ananyosha. Kwa hiyo uwezo umepungua na wachezaji wengi uwezo umeshuka. Kwa hiyo hakuna sisi ambalo tunaloliogopa kwenda uwanjani kucheza, na sisi tuna timu yetu imekaa iko vizuri kabisa. Brother Mau Kigamboni, mzee wa Bandari. Bana kakaangu mzee wa Bandari, Simba kweli kweli. Haya bana, shukrani. Location ya kwenye kikosi cha leo pengine ndio maandalizi sahihi ya kwenda kwenye Simba ina kikosi kipana. Na leo umeona kila mchezaji apate kuonja na nini. Kuna mwingine ndio mazoezi yake leo kuelekea mechi zingine zozote zitakazokuepo, lakini kila mchezaji yupo kwa ajili ya kuipambania Simba. Mzalamo umetumia kauli ya kwamba una hamu na dabi ya Kariakoo. Yoyote mimi sijawahi kusema hatuchezi. Na sijui kama inachezwa au haichezwi. Lakini lazima Simba achukue kombe. Kama ipo mechi basi ataenda kufa. Young Africans leo Zanzibar ushindi wa mnono magoli mengi. Wewe unasemaje? Sasa si umeona anayocheza naye wapi? Si umemwona msemaji wa ile timu jana amehojiwa? Aliibuka, si mmesikia alivyosema? Alisema hii Yanga tunaenda kucheza nayo mechi ni ngumu, timu bora ambayo ina timu nzuri kulipita Real Madrid. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu nzuri kuliko Real Madrid. Sasa ukimwangalia tu hivyo unajua bwana huyu sio chawa, huyu papasi. Kwa hiyo wameenda kucheza na mapapasi. Maana chawa ni ndogo, papasi kupe. Likikuganda limekuganda. Amesema maandalizi ya dabi wanaanzia huko. Sijui kama wanaanzia huko wanaanzia wapi. Sio wala au mechi ipo hakuna.
wala si hatujui, lakini sisi tunachojua Simba akachukue kombe na kombe tutalichukua inshallah. Mzaramo, kwa niaba ya mashabiki wengi ambao wanakutazama, wengine ambao hapo hapa, tumekuwa tukiona mtandaoni na matamko ya mashabiki wakizungumzia wanataka waone tamko la club na kwamba wao msimamo wao mashabiki ni ile barua ya timu ambayo ilitolewa tarehe 12. Wewe umesema unacheza, lakini unadhani kwa nini mashabiki wengine wameibuka? Sikusema ninacheza. Mimi sijasema ninacheza wala sicheza. Sijasema chochote. Haujasema chochote. Sijasema. Usininukuu kusema mimi ninacheza. Kwa hiyo mimi sijasema nacheza au sicheza. Mimi nimekwambia Simba lazima awe bingwa. Sawa. Sasa mimi swali langu kwa faida ya mashabiki wengine wanaokutazama, maana unawakilisha wengi. Mashabiki unadhani kwa nini waliibuka na kusema wao msimamo wao ni ile barua iliyotolewa ya tarehe 12 kwamba dabi isipochezwa tarehe 15 basi haichezwe tena? Kila mshabiki ana miemko yake. Hilo wewe unajua. Swaiba wako Dr. Mudi siku nyingine anasema Karia mbaya, mara Karia mzuri kama sukari, mara nini. Kwa hiyo huwezi kumzuia kila mtu anachosema. Lakini nimekwambia ni mimi hamkuwahi kuona, hamkuniona kuposti kusema dabi haichezi. Hilo la kwanza. Lakini sijawahi kusema pia dabi inacheza. Kwa hiyo nipo 50-50. Sasa kuna mtu anakutazama saizi anataka kusikilize, labda na yeye akufuate kwamba mimi namfuata Mzaramo, wewe unasemaje? Sio waende TFF ndo anajua. Sasa nikajue mimi Mzaramo. Ngoja kwanza Mzaramo bwana. Wewe umesema wewe upo katikati. Yaani mimi sijasema dabi tunacheza wala hatuchezi. Sasa kwa nini niwatangazie watu wao yachezwa au haichezwi? Kuna mtu yuko nyuma. Wasubirie tarehe 25. Kuna mtu yuko nyuma yako anataka kufuate wewe. Atanifuata kinyemela. Mimi nipo, akinifuata kinyemela nitamwambia nilichokuwa nacho. Kuna mtu yuko nyuma yako anasema mimi atakachokisema Mzaramo ndio role model wangu na mimi nafuata hicho. Sasa atakuwa anakosea. Anatakiwa kwanza anifuate mimi. Tarehe 25 sio mbali, bado siku 3 naamini. Sasa lazima watu wavute subira. Inna Allaha ma'as-sabirin. Yoyote mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah kama ipo basi itakuwepo. Wakati ambapo anasema inna Allaha ma'as-sabirin, sawa, ni kweli mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandalizi ya mchezo ya dabi yanaendelea. Ndio tunaenda kufanya kwamba itakapopatikana hiyo nafasi basi tunasema aljitihada wajada. Mwenye kujitahidi atafanikiwa. Tunaenda kujitahidi, kama ipo basi tutafanikiwa. Sasa turudi kwenu nyinyi kama mashabiki, maandalizi yenu kwenye kuisupport timu tarehe 25. Timu tushaisapoti toka huko tulipotoka hadi kufikia hivi sasa. Sasa hayo mambo ya kusapoti timu ukawaambie wale ambao waliokuwa wanataka kuharibu mpira huu. Wameona sasa kuchukua kombe kama tembo kupita kwenye tundu ya sindano, wakaanza kuharibu mpira, kumuona Almas Kasongo mbaya, Wilfred Kidau mbaya, wakati wamechukua kombe kupita hao Karia mbaya. Ukawaambie hao, lakini sisi Simba tulikuwa tunanyoosha timu yetu, tunaokota pointi 3 kila sehemu. Kila tunapoenda tunataka kufikia hapa.